Dokta, uko vizuri? Niko poa. Uko njema kabisa? Kabisa, shukuru Mungu. Ushindi wa Simba dhidi ya Fountain Gates, nini umeongeza kwako? Imeongeza furaha na umri wa kuishi, kwa sababu sayansi zinasema ukiwa na mwanadamu mwenye furaha, maana yake siku zako za kuishi zinaongezeka. Huzuni ndio zinawafanya watu wafupishe umri wa kuishi. Simba kushinda kwa leo kwangu kimeongezeka ni furaha na umri wa kuishi. Nasema alhamdulillah. Ni mchezo mgumu ambao tumecheza dhidi ya Fountain na mechi haikuwa nyepesi, lakini kwa ubora wa Simba, namna ambavyo wachezaji wamecheza, walivyojituma uwanjani, imepelekea tukaondoka na ushindi wa alama 3 na bao. Nipongeze safu ya ushambuliaji ya klabu ya Simba leo kuwa hatari, kwa sababu magoli yote yafungwa safu ya ushambuliaji. Lakini nipongeze safu ya ulinzi ambao kumefanya mechi imeisha clean sheet bila kufunga goli hata moja. Lakini nipongeze benchi la fundi chini ya Steven Baka ambao wamekuwa bora kujua nini waanze naye kwenye kikosi cha kwanza na mfumo upi wa kutumia ili walau tuweze kutoka na alama 3 ambako tulikuwa tunatafuta leo. So far mpaka dakika hii kwa ushindi wa leo klabu ya Simba inasogea mpaka nafasi ya pili pale pale. Ina remain nafasi ya pili kwa alama 39 dhidi ya alama 44 za Yanga Afrika ambazo wanaongoza ligi kuu. Baada hapo Simba inaelekea Namungo, si ndio? Inakwenda kucheza na Namungo Ruangwa kule tarehe 19. Baada ya 19 tuenda Zanzibar kwa ajili ya kombe la Muungano. Baada ya Zanzibar tunakutana tarehe 3 kwenye dabi ya Kariakoo. Maana yake tumefly leo, tumeenjoy mpira, mpigwa mwingi sana, pasi zilikuwa nyingi sana leo, lakini alifaicha zaidi mimi ni Base Gwe, namna amefunga lile goli kwa weledi, maarifa ya hali ya juu sana, baada ya kupata pass ya kisigino kutoka kwa Selemani Mwalimu. Ile pass inaitwa unlock pass, yani pass ambayo unapiga hujaangalia sehemu yote. Kapigwa ile pass, akaichukua, aka anticipate, akaingia kwenye eneo la box kutumia inner half space, akaweza kuchagua engo wapi apeleke mpira na akaweza kuscore. Hiyo ndio Base Gwe ambaye huwa tunapenda kumuimba na kumuona kwenye akicheza katika eneo. Lakini Clatous Chama leo alikuwa bora sana, zaidi ya sana. Kafunga goli moja, kacheza nafasi mbili. Kuna maeneo ya juu ya uchezaji wa mpira, kuna sayansi ya mpira sasa inamtaka kiungo namba 10 awe ndio making decision au decision maker, yani ni final decision maker wa team. Yani kiungo namba 10 kwenye modern football anatakiwa awe ni final decision maker, mfanya maamuzi wa mwisho. Yani kwamba huu mpira wa mwisho unatoka hapa unaenda kuamua nini. That is how Clatous Chama doing. Sio yazuri. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo anawajibika kwenye eneo la namba 10 la eneo la creation, na wao tumepata ushindi mzuri ambao yeye naye amehusika kwa asilimia kubwa sana. Elie Mpanzu Kibisawala anaingia anakuwa introduce mchezoni, anafanya makeke, anatoa cross ambayo imeweza kuzaa goli la kujifunga kwa beki wao anaitwa Mgunda. Selemani Mwalimu, wow, top class central striker ambaye tunaye kwenye nchi kwa sasa, na sisi kama Watanzania tunapaswa tumlinde kwa nguvu zote Selemani Mwalimu, kwa sababu ni tunu au dhahabu ya nchi. AFCON is coming. AFCON inakuja, Selemani Mwalimu is here. What we have Selemani Mwalimu toward AFCON. Unaelewa? Ni Mtanzania, ni mtu na nusu ambaye taifa linamtegemea. Kwa Selemani Mwalimu tuna matumaini makubwa kwamba eneo la ushambuliaji itakuwa bora kwenye timu yetu Taifa Stars na Simba kwa ujumla. Msimu huu ubingwa tunachukua, lakini hatuwezi kuchukua ubingwa kama hatutoacha kuendelea kuwa na ubora huu. Uwe ni consistency match after match, ili kila mmoja awe na nafasi ya kuwa na matumaini kwamba ubingwa mwaka huu tunachukua, sababu Yanga Afrika anatuzidi alama 5. Yes. Dokta, mlisikika mkizungumza baadhi ya mashabiki wa Simba baada ya mchezo ule wa TRA dhidi ya Simba kutoa suluhu. Mliwapa Young Africans ubingwa. Baada ya mechi hii mna kauli gani? Matumaini yamerejea. Matumaini yapo makubwa kwamba tunaweza tukachukua ubingwa, na naiombea timu yangu kwa hizo alama 5 ambazo zimebakia. Yanga anaweza drop point at any time na sisi tukawa mabingwa. Anaweza akatoa draw 2-3 au akapoteza mchezo mmoja na sisi tukawa mabingwa wapya NBC Premier League. Najua hizi kelele zote ambazo tunapiga sisi ni kwa sababu hatuna ubingwa brother. Miaka 4 inauma. Miaka 4 hatuna ubingwa, tumefungwa na Yanga mara 6. Kwa hiyo tuna vilio vingi, ndio maana kelele zinakuwa nyingi. Lakini kama Simba anafanya vizuri, matokeo yanakuwa mazuri kama hivi, lazima tuipe maua yetu timu yetu. Wanasema mnasahau shida zenu zote. Kama leo nilikula bata tu mpaka asubuhi. Sasa mimi leo utaniambia nini timu yangu imeshinda?
Libase kasiko goli bora, Chama kafunga. Mpira mwingi, pasi kibao. Nini zaidi ya kula sambusa na kachori na nyama mtoli kidogo unaweka nyama sambusa nini na soda kombali ya baridi. Mkiwa mmeshamaliza kafara ya mbuzi. Mbuzi ni burudani, sio kafara. Wanasema ni kafara hii. Sasa si hao wasiojua starehe. Arusha huwezi kufika, ukifika Arusha usipofika kwa Mrombo. Mtoka wapi? Mtoka asema baba kutoka wapi? Mtoka Arusha babake. Mtoka Arusha kweli. Unaweka mtoka Arusha babake. Umefika kwa Mrombo? Hapana, sijafika kwa Mrombo. Kaka, hujafika Arusha wewe. Kwa Arusha ili ufika Arusha lazima uende kwa Mrombo. Na kwa Mrombo asili yake ni kule mbuzi. Ndio maana Simba akaamua kuheshimisha au kufanya tukio la kuchomaji mbuzi kuna eneo lile, hata kama sio kwa Mrombo, eneo ambalo walifanya leo ilikuwa jana wamefanya lile eneo kwa ajili ya kuheshimisha utamaduni wa Arusha, kwa sababu watu wengi wa kaskazini wanapenda kula nyama. Kwa hiyo haihusiani, watu wanaihusisha pia na ngamia ya Young Africans na supu ile pale Jangwani. Ni wapuzi tu ambao hawajui mpira, hawajui tamaduni zake. Ukienda kwetu Kigoma lazima ule ugali na maharage. Ndio asili ya muha hiyo. Umeelewa? Ukienda Zanzibar you have to eat rojo. Do you know rojo? Hivyo ndio asili. Ukienda Tanga lazima ule vyakula fulani. Ukienda Dodoma alafu hujafika chakoni chako. Wewe Dodoma hujafika. Yaani wewe Dodoma hujafika chakoni chako kwenye kuku. Wewe umefika Dodoma? Ukienda Singida lazima ukale kuku pale Mwanza Road. Kwa kuna tamaduni za makabila na maeneo. Kwa kuenzi na kutambua utamaduni wa eneo husika, klabu ya Simba ikaamua kufanya vile. Ni jambo zuri kwa ajili ya kuwaleta mashabiki karibu, kuwatambua thamani yao, kuleta umoja ndani ya klabu na kuendelea kuipa hamasa timu yetu. Wanasema Jonathan Soa amewashinda. Nani kasema? Mashabiki wa upande wa pili. Sasa si maneno tu. Swala Jonathan Soa bado ni confidential, haijawa clear. Bado klabu ya Simba inalichakata kujua nini ambacho kitafanyika kwa mshambuliaji wake Jonathan Soa. Lakini kupitia adhabu ambayo ameipewa aitumikie ili wamtazame, kwako unaona inaweza ikawa na manufaa? Kama klabu ameona nafaa kutumikia adhabu hiyo, mimi sina kipingamizi, sababu mimi sio kiongozi, mimi shabiki tu. Mimi shida yangu ni kumuona uwanjani akicheza na kiscore goal. Yes. Vipi kuhusu mchezo wa kesho wa Young Africans? Muombe Yanga apoteze au draw. Apoteze au draw? Akidraw kesho na chinja mbuzi. KMC pale. KMC kana hawezi kudraw. Ana draw pale nyumbani, KMC nyumbani kwake. Mbeya City wazuri, mechi ya kwanza ilidraw na Mbeya City wao, au kukumbuki? Ilikuwa Mbeya. Sasa hapo KMC kesho labda kama vile akawanunue. Si ndio kazi yake kununua watu. Mbona mnaelekea huko? Labda sasa nyuma mwiko kununua watu kazi yake. Mambo ndio yako hivyo? Kaka mpira huu wa bongo. Tusongee sana kutusikia, wala wakawiko na mahakamani. Shukrani sana Dr.